Secrets of Heaven. Read, understand. Mwanzo 12 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, acha jamaa yako na nyumba yako, uende katika nchi nitakao kuonesha. Nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Amen. Tunaweza kuikaa. Somo ambao Mungu ametupa leo kwa ukina ama kwa undani kabisa, itachukua muda wa siku kuielewa na itatuingiza katika maombi. Na somo inasema siri inayofichwa ndani ya jina. Siri zinazofichwa ndani ya jina. Kwa nini jina? Mungu ameweka jina ili kwamba iwe kitambulisho kikubwa kwa kila mtu yule. Kumbuka Mungu alipoumba mtu hakumpa jina. Mungu ameumba tu. Alafu kama tungibaki pasipo majina, watu wangekuwa wanalalamika tu mjia. Wa mfupi wote wanakuya. Wa mrefu wote wanakuya. Sasa ikabidi kuanzia Adam awe mwanzilishi wa kupana jina. Ni yeye wa kwanza alimpatia Hawa jina. Akasema ataitwa Hawa. Maana ya Hawa ni kwamba mama wa vizazi vyote. Ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa kutoka mwanaume. Mungu akampa mtihani mkubwa, apatie nyama jina. Na akapatia mbuzi, bata. Na kweli ukiona zile majina zinafanana tu. Unaona mbuzi nasema inafanana na mbuzi kabisa. Pusi na inafanana na pusi kabisa. Yaani jina mpaka zikafanana vizuri. Ikabidi Kiisraeli mtoto akizaliwa apewe jina. Na aliyeruhusiwa kupana jina ya mtoto ni baba wa mtoto. Mama hakuwa anapana jina. Aliyekuwa anapana jina ni baba. Unakumbuka wakati Yohana alipozaliwa Mbatizaji, baba yake alikuwa bubu. Na walikaa kikao wakajiuliza huyu atapata jina namna gani? Baba hasemi. Ilibidi aandike chini. Na alipoandika chini, akafungua kinywa akasoma Yohana. Na ile siku akaanza kusema. Manake ni baba ndiye alikuwa na nguvu za kupana jina. Sasa kuna aina 4 ya jina. Jina la kwanza ni ile ambayo wazazi walikupa. Na sometime kuna wakati mwingine zile jina zina ishara ya kulaani maisha ya mtu au kubariki maisha ya mtu. Kifungo cha mtu kinaweza anza kwa jina. Kifungo. Laana, mikoshi inaweza anza kwa jina ambalo unalo. Na zile laana zinakufuata. Roho ya mwenye ile jina, ile spirit yake inaweza kufuata mpaka na kuangamiza. Wengine wakaitwa mchukiwa, wengine wakaitwa mateso, wengine wakaitwa rundakala. Sasa hata anakula hawezi nenepa. Wengine wakaitwa sikitu, manake yeye ni sikitu. Wengine wakaitwa mirupuko ya bomu. Wengine jina ziko nyingi nimesikia. Wengine wakaitwa kilulu, mnyololo. Wengine wakaitwa kibibi, donke ni kibibi. Wengine wakaitwa kabwana. Kwa sasa wengine walikuwa na roho mbaya. Sijui walikuwa wanaangalia wapi. Kuna jina ambazo nikikutajia hapa, watu 10 wa ile jina tabia zao ni moja. Sasa nisitaki niziseme kwa sababu usikia sema vile alisema yangu. Erezma pasiko wake mimi. Sisanda panda ngazi nitasema. Na unaweza kaa tu na unaona unasema hii majina zinakuwa complicated. Kuko tu wafie wa majina moja hivi wenyewe. Abawezi eleweka. Kutuba garso wenye
zile jina zao zinafanyaka wasikomale. Mbona sijua, sitaki niweke kwa sababu ni nyingi sana. Usifanye mikoshi ya kupatia mtoto wako jina ya mbaya, inaweza kumwangamiza mpaka uzee wake. Kitabu cha Mezali sura 22 inasema, heri kuchagua jina njema kuliko kuwa na mali nyingi. Manake Mungu naye anajua kuna jina zibaya. Usikamate jina ambayo haujui maana. Usikamate jina ambayo ulipenda tu mistari ya jina, lakini wanapokuuliza maana ya hii nini, hujui. Kwani pepo zinatembea na jina, baraka za mtu zinatembea na jina, ushuhuda ya mtu inatembea na jina. Sasa unapokuwa na jina mbaya kutoka wazazi, inaweza kudestroy, kuharibisha maisha yako mpaka kufa. Hata kibiblia wengine Mungu aliwabadilisha jina. Mungu tu akasema, hutaitwa Sauli tena, utakuwa Abraham tena, utakuwa Abrahamu. Hutakuwa Sarai tena, utakuwa Sara. Manake Mungu alikuwa anajua hizi jina zina mikoshi nyuma yake. Aina ya pili ya jina si jina kutoka wazazi, lakini ni jina kutoka shetani. Shetani anaweza kukupa jina. Si tunakoona Fisto anapita, Prince anapita katika ulimwengu wa kiroho, wengine maisha yao imeharibika kwa sababu shetani amewapa jina. Ni watu wa kusingiziwa, ni watu wa kukataliwa, ni watu wa kufukuzwa, ni watu wa kudharaulika, ni watu wa kuombaomba, mpaka inafikia kipindi ile shida inageuka jina. Angalia kibiblia fasi shetani anapatia mtu jina. Marko sura 5. Yesu anavuka kwenda kwa nchi ya Wagerasi. Mtu alikuwa na pepo makaburini. Yesu anamuuliza, jina lako nani? Jamaa akasema, naitwa Legio. Legio si jina wazazi walimpa. Legio ni jina ya shetani, ya mapepo waliokaa ndani yake. Manake hakuwa tena na jina la wazazi, ile ilikuwa imeshaisha. Ilifika kipindi ambapo ni shetani ndiye anampa jina. Familia ingelijua makaburini kule tuko na frere jina yake Claude. Lakini Yesu alipouliza jina lako nani, hakujibu kwa jina la familia, alijibu kwa jina la shetani, naitwa Legio. Nasi tunaweza kuona tu, tunajua ufrere, user, lakini kiroho kuko marke, kuko jina yenye uko nayo. Na hawezi bashaka jua kama msema mingi ule ndio jina yake. Bashajua kama mbaraga ule ndio jina yake. Walishajua kama mchawi ule ndio jina. Sasa mtu anaweza kukupenda munjia, lakini akielezewa jina yako binaisha. Unapashwa kuikaa fasi moja unajiuliza, jina yangu nani? Ni ile wazazi walikupa au ni ile shetani amekupa? Wewe unaweza tu kukua unajitembelea tembelea mbarabara. Katika ulimwengu wa kiroho wachawi wameshakupa jina. Hii ni nyama yetu, tutaikula tarehe fulani. Na popote unapokwenda unapata vita vya wachawi, kwani kwa mgongo kuna jina imeandikwa. Naipenda sana hii somo Mungu alipoongea nami. Kwani Mungu hakuwake anakupatia urithi ya mali wala ya pesa. Urithi Mungu ametuachia ni jina. Na akaambia mitume, lolote mtakalo omba kwa jina langu
mtalipata. Manake jina ni heritage. Mtu anaweza kufa lakini jina yake inabaki. Na kama jina lako lilikuwa very powerful, popote watoto wako watapita na ile jina watapata mlango. Na kama ile jina iliharibika, haiwezi pata mlango. Manake kuna jina ni funguo na kuna jina ni kifuli. Ndio maana katika maisha ya kiroho, fanya yote iwezekanavyo shetani asikuharibie jina. Kuna nafasi mtanisikia vizuri sana. Niulizie ndugu yako naitwa nani? Yesu anauliza, ni karibuni Biblia ni nafasi nyingi Yesu ameuliza jina. Pale anamuuliza ule mtu, unaitwa nani? Anasema Lecho. Hii jibu si jina la wazazi, ni jina la shetani amempa. Lakini kabla pia Mungu ambariki Yakobo, alimuuliza unaitwa nani Yakobo? Yakobo hakujibu jina la shetani aliyompa, alijibu jina la wazazi waliompa. Akasema naitwa Yakobo. Mungu akamwambia hutaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Manake wa kwanza kupana jina ni wazazi, wa pili ni shetani, na watatu Mungu anapanaka jina. Magharibi ya leo Mungu akupatie jina ambayo watasema ninakujua kwa jina lako. Kuna watu Mungu amewapa jina, hauwezi ukaivute. Huwezi ukaivute. Everywhere you can go, popote utasikia habari za ile jina. Yaani kuna mtu ukifanya naye uadui, utakwazika mpaka utagonjwa tension, kwa sababu jina yake inavimba, iko kubwa sana. Ukiingia mdushe wanaisema, ukikala mke wako ni fanao wake, mpaka unajiuliza kwa nini nilichukia hii kitu. Kwa maana Mungu akikupa jina, dunia yote itasikia habari ya ile jina. Na jina yenye Mungu alikupa, hakuna mtu anaweza kuichafua. Ndio Mungu iko anamwambia Yakobo kwa kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10, ninakujua kwa jina lako. Manake Mungu akikupea jina, hata dunia ikuite majina ya kila aina, Mungu atasema ninakujua kwa jina lako. Kuna jina za watu ukiambatana nazo kuzisema vibaya, unakufa bila kuolewa. Abasimage kila mtu. Jina kama la Ibrahim, Mungu anasema atakaye kubariki nitambariki. Yaani kuna majina ni moto kwa kinywa. Atakaye kulaani atalainiwa. Na Mungu anapokwenda kuangalia watoto, Mungu anakuja na jina la baba. Aina ya jina ni jina ambalo kazi ilikupa. Sema kazi napana jina. Taongeza nyingine mbili kabla niingie kuundani. Usitafute kuwa na jina yenye inashinda kazi yako, utajitukanisha. Iko nguvu mtu anayetembeza kinga ashite pilote. Batu wataelewa kama kichwa yake ndio mko avio, lakini mu maisha mko kinga. Usijite evangeliste na hauna evangeli. Usijite profeti na hauna message. Usijite baba na hauna mbegu za kuzaa. Hauna majukumu ya kulea watoto. Kuwa baba haiko kujiita mkiingereza niko daddy. Kuwa baba inaonekana wazi. Watu wanasema hata kama ni mfupi, lakini roho ya ubaba inakaa ndani yake. Sasa ukianza jiita baba na hauko baba, utapigana watoto juu na ongali mtoto. Mtoto akikoyolea mwenzake kumagoti, anamunyotaka au anampiga fimbo. Lakini mtoto akikoyolea baba anasema mimi nabarikiwa kupata mikoyo ya mtoto. Manake kuwa baba ni kuvumilia mikoyo, kuvumilia ile ingine kitu kibaya sitaki nikiongee. Kuwa baba haiko kuzeeka, kuwa baba ni responsibility. Ni majukumu ya ubaba.
Wezi omba heshima mnyumba, muniheshimie niko baba, kurashio ya ngapi? Shule umeilipa namna gani ili kwamba uwe baba? Appelle-moi père spirituel. Wanani? Wengine walitangulia mhuduma, haiko wa baba wa kiroho yako, ni ba grand frère tu kiroho, ni ba kolege kiroho. Haupasho kuita kila mtu baba. Mtoto wa Mbaraga njoo anaitaka kila malukia mwabo papa, Juhana baba. Lakini mtoto wa mtu anayejiheshimia anajua niko na baba. Hata kama anaweza kuwa alikufa wala amesafiri, niko na baba. Sasa kuitwa baba ama kuitwa mama ni tofauti na gisu nafikiria. Soma Wafalme wa kwanza sura 2. Aseme Daudi alitaka kufa, akamwambia Sulemani, imenipasa nipite kwa njia ya kila kiumbe kuwa mwanaume. Je, Sulemani alikuwa mwanamke? Sulemani alikuwa mwanaume. Lakini Daudi alijua kuzaliwa mwanaume si kuwa mwanaume, lakini kufanya majukumu ya kiume, kuwa na moyo wa kinaume. Mwanaume mwatabakilia busutwa mukarjie ni mwanaume kwa bahati mbaya. Sasa kazi zote utafanya zitakupa jina. Ukifanya kazi mbaya itakupa jina, na ukifanya kazi nzuri itakupa jina. Usiingie mkanisa alafu anza ambia watu niko na huduma ya hivi. No, ikala fasi moya. Siku utapewa nafasi, huduma itakupa jina. Unajua ni mikoshi ukwe na jina ya kabambi yenye haifanane huduma. Bata kutosha kumazabao na huko apotre. Mimi sitaki sana watu ambao wanapenda majina ambayo kazi haiwapatie. Angalia nikupatie kibiblia. Nani iko nanisikia vizuri? Yesu amepewa jina. Tuko pamoja? Ameitwa Emmanuel. Ni jina ambalo mzazi wake Mungu amempa. Aliposhinda msalabani, kazi kampa jina. Kila goti ikunjwe na ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana. Kazi ikampa jina. Hata kama shetani alimuita Beelzebuli, hakumaliza ile yenye iko nayo. Hawezi kuwa mwimbaji wa nguvu na hauna sauti. Niko mwimbaji wa tenzi. Tenzi gani? Imba. Ni vizuri hata uingie mkanisa, uikale kule nyuma watu wasikuone. Mesiku utapewa nafasi, wanaanza kuita dokta, dokta, jambo, dokta. Unajua wakati unaweza shiita dokta na una parole, watu wanakuwa na conclude kama ni dokta wa bivimba. Huyu ni dokta wa bivimba. Sasa nataka ukiwa na jina ifanane kazi. Paka watu waseme kwanza ile jina ni ya kidogo kwake, angipewa zaidi ya vile. Si nyakati ya macheo tena, si nyakati ya kuongeza tumasirino, mtumishi faya, mtumishi sijue moto, mtumishi mifupa. Ni wakati ya kutumika mpaka kazi na kupatia jina. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Ukihitaji jina, fanya kazi. Mitu bakikuita profete, manaki mimi nangoa profesi. Sianze niambia hapa sasa unaona profesi zangu ni za muneno. No, kuko neno na kuko profesi. Bakikuita dokta, manaki mimi nangoa profondeur. Eske tuko pamoja? Bakikuita apotre, manake mimi nangoa fondement, nangoa formation, nangoa nione bitu yenye bitatoka mkichwa yangu. Sasa usitafute sana majina yenye hauna. Kenye kinataka uwa hii kizazi ni kutembea mjina yenye navuma.
Mwa hii saison yetu ba evangeliste ya biko kuto. Ba docteur. Ba apôtre. Ba profa. Joto na tu mtu alienda pray na nene shakuwa profeti. Wasiku gani? Ningitaka ukae kimya. Alafu mwambie Mungu akupe karama. Kisha Mungu akiweka kazi ndani yako, baada ya kusimama watu wanasema uko nabii. Unaposoma Biblia, Yesu anaingia katika mji wa Naina. Wanakwenda kuzika mtoto wa mjane wa Naini. Aseme kikundi kimoja ni cha Yesu, kikundi kingine cha mtoto wa mjane wa Naini amekufa. Lakini Yesu alipomfufua, wenyewe wakampa jina, wakasema nabii mkubwa amefika kwetu. Baada ya kufanya kila kazi watakupa jina. Mtu mmoja aseme amen. Aina ya tano inasema nitaongeza ya jina, ni jina ya kujipatia. Ambia ndugu yako usijipatie yake jina. Jina ya kujipatia. Mtu anakuja mkanisa anaimbana lo sauti za chura wafie, kisha anakuambia jina yangu njoo Nadesh. Cha sana imba. Tunakomprendre que iko Nadesh ni chura. Mtu anahubiri tu vitu vina maana, alafu anakuambia niko TGX. Wewe unafikiri kujenga jina ni mzaa? Unaweza iga mahubiri ya mhubiri, lakini upako yake hautaiga na jina yake hautaiga. Kujenga jina hii, kuifanya ikuwe jina. Tutasafiri juma hii, utanielewa vizuri. Utajua nini ndio maana ya jina. Kilifika Yesu akufe, bamtemee mate, Yesu ampige bikokolo bailetre, alikuwa anatafuta jina. Hakutafuta kitu kingine, jina. Ukisikia mtu yuko na jina, haiko mwenzako. Hata mwekipe ya football, muko 11 joueurs na kila mtu anaandika jina huko. Mais utasikia journaliste anasema tu jina mbili. Messi, Christian, hawa wengine. Na wanaandika huko, Banaandika. Ile kuandika tutasoma kama kazi yetu prove tusome. Sasa iko nguvu ubiri mkanisa ya watu, kisha utoke mwele kanisa miezi 5 tena wanze lomba mulango. Bakuangalie. Haukuacha jina. Alafu wanze sema, sinifika mkanisa yenu ya 3 mois. Wewe unatakata isiku nilikuwa siukumbuke tena. Manake huna jina. Mtu wa jina akipita fasi hata 10 ans passé, jina ilibaki. Il y a 2000 ans passé, Yesu alikuja mwa hii dunia, bakiajiaranje bamuue, lakini jina yake walishashindwa iua, balishindwa bakashindwa mpaka wakati Petro iko na ubiri, bakamwambia ubiri vingine, acha hii jina. Petro akasema hatuwezi kuacha kusema mambo tulioyaona na tulioyasikia. Hakuna okovu katika mwingine isipokuwa Yesu. Sasa we jina yako haijulikane, hata we mwenyewe yajijua. Namombea Mungu mtu mmoja mwa hii juma, Bwana akomalishe jina. Kuna watu hatujue, lakini kazi zao zimetuambia majina. Haujasikia Nike wewe, haujasikia Adidas. Unamjua? Unafikiri magari ya Makarina ni jina ya gari? Ni majina ya watu wenye kazi na kuprove useme niuzie Karina, kumbe ni mtu. Kutoka mwa hii dunia na ukuacha jina, almost izaliwa. Kuna jina ambayo watu wamejipa.
nazichukia sana zile jina. Hata kama umeitwa Muhindu inatosha, usiongeze venye havikufanana. Kazi ikifanyika itaongezaka. Tuko najiita pere na iko imatiri paka unasema huyu ni mayor. Kitu anakosa moyeni kutokujua ni nani. Na aina ya mwisho ya jina, kabla niingie kwa undani, ni jina za kuziakiwa. Nakwambia Mungu usizisikiaki, kwa sababu kuna jina unazo au ujuaki. Hata kwa kanisa Mungu tu watu wanakupatia majina na uju, unapita tu unasema se kuku 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 kuku. Hakuna mnafiki sa mporo. Jina tu, urusha komala tu sana, uko fie mwenye ole wake, wanakuita bibi ya Macron. Kuko batu wenye kazi yao wana jina za kukuzihaki. Hata yale majina yao ya kukuzihaki, kama Mungu amekupa jina, waliokuzihaki watakuomba msamaha. Ile jina ya kukuzihaki iko wapi? Utasoma Mwanzo 37. Wakamuita Yusufu bwana ndoto. Anapita huko bwana ndoto, anapita huko bwana ndoto. Jina za kuziakiwa zipo, na bahati mbaya wale unaocheka nao ndio wanaziongea kwa siri pembeni. Unajua mtu akifanya hipokrizia kukupenda, fanya asamblia kukubali kama anakupendaka, na unajua tu kama nipendake. Unajua, geukia ndugu yako muulize jina yako nani. Sasa nisikie. Unapoomba usiache kuombea jina lako. Shetani anaweza kuachia afya ya mwili, lakini akiharibisha jina hauna maana. Hauna. Jina tu. Kaa kwenye maombi mpaka mwambie Mungu, protect my name. Kinga jina langu. Na Yesu anaongea anasema, hata mnapoomba mtakuwa mnasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nami nakuwatangazia jina hapana tu la Mungu, lako pia litukuzwe. Utasema apostol anakufuru, lakini hujui maandiko. Kwani Mungu anamwambia Ibrahimu, nitatukuza jina lako. Je rendrai ton nom grand. Kuna watu jina imetukuka. Unatoka hapo unaenda Bukavu, jina lipo. Unaenda sijua Kamituga, jina lipo. Unaenda Masisi, jina lipo. Unaenda Amerika, jina lipo. We na ule amuko sawa. Na jina haikuwake juu uko kuafishi. Unaweza weka maafishe miaka na hauna jina. Huyo anakuwa nani? Una jina. Sasa kuna watu ambao jina linatukuka mumabaya, na kuna watu ambao jina zao inatukuka katika mema. Sasa usifanye urafiki na ndugu au na binti au na kijana wa kukuharibishia ushuhuda. Kama una adui, ni mtu anayekunenea mabaya kwenye huko. Ukiona mtu anashirikiana wewe ili kwamba kuharibishie jina, tengana naye. Kwani ile jina ni urisi. Ile jina ndio baraka zako. Haujawahi kuona mtu anakuambia, oh mama nilipenda fie fulani wa mzuri vrema, wa mkanisa fulani, naamua kumwoa mwezi wa ngapi? Mama nauliza jina lake nani? Oh jina yake Takubu Soka. Taku wa wapi? Haiko ule mfupe. Moto ya kulungulia mbali. Acha. Jina lishaoza. Sasa mkiingia mkanisa mnafikiri mlikia poteza muda, hamjui kwamba Mungu alikia hii kanisa ni izine ya majina.
basi Mungu atakuwa anatutengenezea jina. Mtu mmoja aseme amen. Unaweza kuwa haujakuwa na pesa, lakini kama ulishakuwa na jina italeta pesa. Aseme lolote mtakalo omba. Mimi nilipata vita vya jina sana. Hata hivi Bukavu kuna watu wanaitwa Gabriel Tikiko fake. Amejiita mimi na anafanya karte ya rolma, na tukawanasa wengine wakaenda fungwa, na akasema hata mnanifunga sitaacha hii jina. Nikamfungulisha, nikamwambia maskari mwache. Nikamwambia nini ilikutuma ukamate jina? Tulikuwa na hao wapendwa. Akasema napendaka mahubiri yako, napendaka nikuwe wewe. Sasa mimi nakuliaka mjina yako na sitaiacha. Na akanambia juu nikwambie mzuri sasa karte hii. No na poste no. Nikamwambia sasa naambia unafaa madega, akanambia ni madhaifu tu, lakini sasa jina niko nayo. Kuna mwingine alishajipresente, anijui mimi ndio mtumishi Gabriel Tikiko. Nikamwambia sasa mimi ndio nani? Akanambia utajua wewe peke. Na kuna wengine wanatembea mbali tu, niko mtoto wa Gabriel Tikiko. Alinituma huku, sijui mtu wala sijawahi kumuona. Jina ikiwa kubwa wa kuisimbelelea wanakuwaka. Eski watu wanaweza shigeuza jina yako wewe? Unako kwa majina za mbaya. Sio mtu anakia tu hapa ni mhubiri kutoka mbali anasema haleluya kanisa, mimi naitwa Yuda. Watu wase mhubiri Yuda. Sitasikie mahubiri. Hana kosa. Lakini jina. Kwa majina zenda wafundisha mwa hii juma mpaka utakataa jina yako. Mtu aitwe Rachel. Wende aitwa Lea. Mnaanza angaliana. Uitwe Papi. Bakuite Jile. Ni ma exemple. Bakuite Petit. Kutu imagine tu ya balevi. Unaona tu jina mkuu wa fie wenye wakamatikake ba Adija, ba Aziza. Hapa tena haiko mie, hapa sasa inakuwa roho. Sasa sawa. Tutaonana maiju. Mtu akiitwa jina na ajue spirit ya ile jina, roho ya ile jina inafunga maisha yake. Kuko bafiwa na kwaka komplike mu relation amoureuse parce que jina zao haziaolewaka. Jina tu. Sisi tumeombea watu wengi sana mpaka wanakuambia ufungulivu ya huu mpaka badilishe jina. Mpaka igeuze. Sasa mjuu. Mimi naitwa Eva. Eva. Unajua baya fanyaka? Jina yangu Musa. Kubisirani ya Musa vraiment. Ni ma exemple tu. Tulizie ndugu yako jina yako nani? Kuko jina ze mtakunja. Mimi ndio mtumishi Fabe. Fabe. Ni jina ya kitumishi kweli? Sasa mimi napendaka ni hiki. Unaweza kuwa na jina mbaya. Mungu akikupa jina inaifase nguvu ya ile jina. Ile ndio mtaifunza. Lakini kama unaona tu vraiment unaichukia. Nishaona mtu jina yake Kilonda. Hapa mimi nishaona vitu mingi sana. Anajipatia tu mrenyo ya ndoa. Mimi ndio papa Kilonda. Nasema kwa mainzi hizo kosa hapa. Kilonda. Nikatoka mrenyo. Jina.
Geukia ndugu yako kumwambie ombea jina yako. Hebu sikia ni tafsiri hii maandiko. Baada ya gharika pakaonekana kizazi cha Noa, Jafet, Hamu na Sham, wakazaa. Kile kizazi kikawa na lugha moja, usemi moja, mpaka wakajiona kila tunachoweza kupanga kufanya tunaweza kukifanya. Wakaona mji wa bonde ya tambarare, wakaamua kujenga mji, na baada ya kujenga mji wakapanga njama ya kujenga mnara wa Babeli. Sikia kusudi yao. Wakasema tujijengee mnara kwa makusudi ya kujipatia jina, na Mungu hataki kile. Kama Mungu aliwaharibu mpaka kaangusha mnara wa Babeli, ni kwa sababu Mungu hataki mtu ajipe jina. Tujijengee mnara wa Babeli makusudi tujipe jina. Mungu akaelewa hawa watu hawawezi jipatia jina, atakayewapa jina ni mimi. Ndio maana mnara wa Babeli ulianza kujengwa, wakiongea lugha moja. Ilifikia kipindi wanakuwa kule juu, Mungu akakoroga usemi wao. Nipe jiwe, unaletea mwenzako mbegeti. Nipe marto, unamletea makuni. Shida ikatokea. Napenda sana ya maneno ya watu. Aseme tunataka tujenge kwa kusudi moja, lengo moja, tujipatie jina. Mungu akaona maono yenye iko nayo. Matendo ya Mitume sura 2. Matendo ya Mitume sura 2. Wao wanaanza maono yale kwa Mwanzo sura 11. Wajipatie jina. Ilibidi Mungu apige usemi wao, mnara wa Babeli ukaanguka. Lakini Matendo ya Mitume sura 2, siku ya Pentecost, ilibidi Roho Mtakatifu aje. Na wakati Roho anakuja, akawarudishia usemi. Huyu anaongea, huyu anasikia kitu anasema. Huyu anaongea, huyu anasikia kitu anasema. Na ile siku Mungu akawapa jina la Yesu. Ndio Petro akasema wala hakuna jina lingine tulilopewa. Sijui naeleweka sieleweke vizuri. Yani walitaka washipatie jina, Mungu akawapiga usemi. Lakini huko Matendo ya Mitume Bwana akarudisha usemi na akatupatia jina. Jina ya kujivunia haiko ya onkle yako. Jina ya kujivunia haiko ya bwana yako wala bibi yako. Ni jina la Yesu peke yake. Jina la Yesu ambalo tumepewa. Wakataka wajipatie jina, Mungu akawapiga. Lakini Mwanzo sura 12 Mungu akamwambia Ibrahimu, nitalikuza jina lako. Kwa nini kwa Mwanzo 11 awapige watu, lakini kwa Mwanzo 12 ampe mtu? Alitaka kumwambia Ibrahimu watu wa kujipatia majina na wapiga na watwanga, lakini mtu ambaye nimempa jina atakuwa baraka dunia yote. Na kuonya my brother, my sister, usijipatie jina, acha Mungu akupatie jina. Bwana akikupatia jina litasikilika. Kama Daudi amembariki Mefiboshethi, si kwa sababu ni muombaji, lakini kwa sababu iko na jina ya Jonathan. Jina ya baba. Mimi hapa Jehova Nisi naweza shindwa kupa pesa, lakini unapoitwa mtoto wangu unapata urithi. Ile jina ni urithi. Leo nimekwenda kuchukua watoto kwa shule. Unajua masomo ingali mwanzo, na wazazi tungali nakimbilia kwenda kuwachukua, lakini baada ya mwezi mmoja watajichukua.
Nashuka hapo tu, naweka gari, nauliza watoto hawajatoka? Nasema hawajatoka. Ule mtu ananiangalia kwa mlango pale, anasema watoto wanatafuta ni wale watikiko. Nikamwambia ni watikiko, asengwa ni walete. Mzee, nipatie namba ya simu, nakutafutaka sana. Nikamwambia mwalimu wenu akisubutu kugusa mtoto wangu hapa, tutaonana naye. Akanambia hata mwalimu anahitaji muonane naye muongee vitu vingine. Yaani hata jina langu linakinga watoto pale kwa masomo, kwa maana wakisubutu. Geukia ndugu yako mwambie utaacha jina gani? Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Unajua kuna mtu anaweza kuita kwa telefoni na anasema jina ya bongo, jina yake inakumbia comportement kwa telefoni. Jina tu. Anasema allo, na unasema allo. C'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi. Unasema comportement. Oui, président. Unawaza iko na kuona jina tu. Sasa kanisa, tembea mbarabara uko na fier kwa ajili ya jina la Yesu. Sisi hatuwezi tumia uchawi. Angalia, wachawi wanatumia miti. Miti ni sehemu ya jina la Yesu. Wachawi wanatumia majani. Majani ni sehemu ya jina la Yesu. Wengine wanatumia moto, ni sehemu. Wanatumia maji, ni sehemu. Kwa maana Yesu yeye peke ni moto ulao. Yeye peke ni mtu wa uzima. Yeye peke ni maji ya uzima. Yaani ndani ya jina la Yesu muna uchawi yote hawachawi. Ndio maana ukitaja jina la Yesu, pepo hatavumilia. Hatavumilia. Hata ukiambiwa huyo ana ukimwi, weka mkono kwa jina la Yesu, ukimwi itahama. Hapana tafuta miujiza fake ndani ya huduma. Hapana leta montage ndani ya huduma. Jina la Yesu linatosha, linaenea, linaponya, linafungua. Tumemwona Yesu anaponya na anafanya miujiza. Ili jina hata kwa ndoto shetani hakubali ulitaji, hakubali. Anakuniga shingo kwani analiogopa hata kwa ndoto. Ndio maana tarehe leo pote utaenda utaheshimika juu ya jina la Yesu. Si jina la wazazi, si jina la jamaa. Kwa jina la Yesu heshima itakuwa juu yako. Wakikuita mlozi uambie mjakosea, niko na jina yenye iko juu ya jina ya wachawi wote. Na maandiko nasema kila goti likunjwe, kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana. Acha nikusaidie usiwe miongoni mwa watu wa kuchafula jina za watu. Nilisikia mtu mmoja laana yuko natukana Marcelo Tunasi. Nikamsikia tu kwa YouTube. Kabinti moja hivi ka ovyo ovyo. Ukiona mtu ana zawadi ya kuteta watumishi wa Mungu, tengana naye, umwangie mai ya moto, pika kofi. Acha nikusaidie. Kuna watu uwepo yao mudunia inaziwia Mungu asiazibu dunia. Mungu tu anaona, anasema kama ule angali pale sitaazibu dunia. Kuna watu mko napumua kwa ajili yao. Kujitapia kama unajua watumishi inakuongezea mikoshi na laana. Utaomba hutasikiliwa mpaka kufa. Hawazo yake mtumishi wa Mungu. Kuko jina zinapaswa kuwa kilo. Kutukana president de la republique haiko usirimu. Kekilani hii nchi yenu ni kutokuwa na heshima kwa viongozi. Iko nguvu ikale tu unatukana president. Mwenye maandiko nasema alainiwa na mteta mfalme ndani ya chumba chake. Iko nguvu tu ikale uko natukana profeti wa mkanisa, mtumishi wa mkanisa, wewe unekala mnyumba yako uko nasema jina yake. Hata utaombewa laana haitatoka.
waliowafundisha kutukana watumishi wa Mungu ni wajumbe wa shetani. Mtasoma habari ya mnyama kwa kitabu cha Ufunuo. Tunaanza eskatolojia le 10. Aseme yule mnyama akapewa maneno ya makufuru kinywani mwake kutukana kila kilicho cha Mungu. Sasa hawachezake na mtu anayeitwa mtumishi wa Mungu. Hawachezake. Wale wakina Ibrahimu mulisikia mbiblia walikuwa watu kama sisi na madhaifu, pengine walikuwa na madhaifu hata zaidi yetu sisi. Lakini Mungu anakuja kusema mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Sasa ukitaka upigane na Mungu, uhukumu kenye alichagula. Waroma 14 nasema, nani kati yenu anaweza kuhukumu mtumishi wa mwenzake? Hawezi ongea mabaya juu ya nchi, juu ya kiongozi wa nchi, juu ya kiongozi wa kanisa. Hawezi kuongea. Hata juu ya mtu aliyekutendea mema, hata juu ya mtu mwenye unaonea. Jifunze kupunguza mabaya mkinywa. Usikwambia mtu, niliambia tu umoya. Dunia leo ukiambia tu umoya, unaambia mamilioni. Kuna watu wangiokokaka lakini juu ya kinywa yako hawezi okoka. Sasa zile damu zote kwa kichwa chako. Usifanye ushirika na watu wanaoteta. Utagonjwa. Jina la Yesu walichafula mbiblia. Beelzebuli, kahaba, walimuita majina zote. Lakini maandiko yanasema hakuna jina lingine tulilopewa. Tupate wapi watoto wako kama mitume wakina Petro watasema nakubali kufa na kufa, lakini siwezi kuacha kushuhudia mambo niliyoyaona na niliyoyasikia. Yaani mkituambia tuhubiri tuache hii jina, tunaacha mahubiri. Baka exagere, baka batiza kwa jina la Yesu. Juu waambie ile jina mlikuwa mnapinga, ile mtabatiza. Na sijaona pepo inaweza kusimama mbele ya jina la Yesu. Usishiriki kanisa ya mtu anayezarau watumishi wa Mungu. Usishiriki. Usishiriki watumishi ambao wanateta wengine watumishi kwa washirika. Usishiriki. Kuna watu wana agano ngumu sana na ili agano haiwezi vunjika. So ukiingia katika kuyaongea mabaya, una block ndoa, una block nyumba, una block jamaa mpaka kufa. Hakuna mtu mwenye iko na teste ya mtu mwingine. Hakuna. Unaweza ona mtu sai Petro anakaa na Yesu na mteste iko faible, mesiku ya Pentecote ni 2200 volt. Manake maisha ya kiroho Mungu akiita mtu anajua sababu. Sasa mjifunze kuwa na muda wa kuomba sana, muache maisha ya kuteta. Niliwaambia kuhusu mazoea jana. Kuna mtu anazoea kusema sana. Usitembee naye. Haizi fanya minute 5 na yaongee. Anaanzaka habari na ukumuuliza. Na maandiko nasema katika kuongea mingi hapakosi maovu. Jeune garçon, unaachana na fille, usimharibishie reputation. Achana naye vizuri, mwingine atamkamata. Usiende huko naongea. Kwa maana maisha yako ni yako na yake ni yake. Petetra iko nimero yako, nimero ya mtu mwingine. Sasa mtu wa maturite wanamuulizaka, wewe na fulani ya mkuu wake tena mulifiaka nini? Wajibu kusema haikukuwa mpango wa Mungu. Inatosha. Kwa sababu umelogwa, wewe na fulani ya mko tena senda kwa mimi na mlozi. Nakuwa na mlozi. Badada unaachana na mtu, funga kinywa yako. Anaweza kuwa afai katika ndoa, lakini maisha ya kesho anaijua ni Mungu peke yake.
Kujitapia zambi haitakufanya star. Kujitapia babwana haitakufanya star. Uko mgonjwa. Nishafuatiwa na fulani. Mwiko na kusikiliza nasema kama huu ni bobolia. Bingi wenzako wanafichikaka. Wewe unafanya na utawaza uko naharibisha reputation yake, kumbe yako. Sijui tuko pamoja. Kama ni kweli vraiment. Huyu ni moto wa potea. Ni kwa sababu ya kutokufunzwa. Protect your name. Chunga jina. Jina yako ichunga. Leo dunia inakuitaka nani? Mungu anakujua namna gani? Shetani anakujua namna gani? Wewe unajijua namna gani? Hakuna shida mdunia kama kujijua vibaya. Hautaponaka. Unajua ukijijua kama unakuwa na tai na hauna tai, marshi yako inaharibikaka. Tunakuwa tukimu kanisa. Uko siriki. Uko siriki uko na tai, kumbe uko tunafanya njoo urudie nyuma hivi. Batu wengine wanakuambia uko hivi. Acha kiburi, acha bongo. Metelmaki unachijua vibaya. Sikwe na kiburi. Hautaponaka. Hii kanisa ni kubwa, mnaingia maelfu ya watu, lakini mtu mmoja kinywa anaweza bomola hii kanisa. Kinywa inashinda ile mlango mkubwa. Kinywa. Nakwambia tu kitu masikio, na neno ni mbegu. Ikikomala, neno kisha komala muwe, inaote inavimba. Ifo na uambie mwingine zale matunda. Ndio maana watu wa nguvu hawakubali yake neno iza. Leo ninaambiliwa kitu kimoja, nacheka sana. Mtu mmoja ananiambia maneno, apostle tulisikia kama nilinunua kitu gani? Nilinunua kama kitu ya $60,000. Mimi nilinunua mwenye viatu sina $60,000. Na yeye ndio alikuwa temoya, nilinunua. Mimi huyu nilinunua. Nikasema ni unabii. Hasa ulinunua kwa borji lake. Ni unabii ni kitu gani? Kambia basi itendeke, usijifanyishe baba. Ulinunua. Mie huyu. Sasa mimi nakia kuikala kwa ofisi. Frere mwana mjua ni Gabriel, alinunua fasi. Mimi najua ile kitu. Sasa ile jina yake juu ni Gabriel, inaniambukia mimi. Sasa maki hii dunia iko capable kukusemea Kenya ujue. So, ukitaka kufuatana na vyote, hautanawaka tena, hautakulaka tena, na utahama makanisa. To bingine uko nafanya saa au kufuata information. Na waonya tu. Kuachana mtu haiko kwa buadui na mtu. Na waonya tu. Kama mtu akufaa kwako, atafaa kwa mtu mwingine. Sasa tujifunze kuchungiana heshima. Ambia watu watatu nichungie jina. Usipiblie mambo yenye hauna confirm. Usikomante hata ku Facebook, bana piblie mtu ana manguo, komante. Mtoto wa Jehova usikomante. Zile picha za uchi mtelefona, vuta. Kutangaza aibu ya mtu haitakupa kitu. Haikuheshimishe kudetruire mtu msekre. Na uendelee kuharibisha watu, lakini siku utatengenezewa mabaya, haitapata dawa. Apandacho mtu atakacho. Ukiharibishia mtu jina, unamharibishia maisha. Chunga jina ya mwenzako. Habari ya fulani, sema tu iko mzuri, wende, inaishia pale. Habari ya fasi ya ujui, iko na shida. Sikuuliza habari ya mwili yake. Sasa ukiona mtu maiko na natir ya kuongea venye ukumuuliza, yako itaongelewa vibaya. Mshimama. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.